Karibu katika channel yetu, naitwa Dr. Jimmy. Leo nitaongelea makundi matano ambayo ndugu zangu hayatakiwi kutumia kabisa Panadol. Moja ya changamoto kubwa tunayokutana nayo ni kwamba tunaendelea kulea magonjwa kwa kutumia Panadol, kwa sababu Panadol ni dawa ambayo utaitumia itaweza kutuliza maumivu, lakini makundi haya au kutumia Panadol ujue kwamba unajipa kazi kubwa zaidi. Lakini kundi namba moja ni wale wenye changamoto ya ini na figo. Kama umechunguza, wamekwambia una changamoto yoyote kwenye upande wa ini na una changamoto yoyote kwenye upande wa figo, ndio maana pia tumekuwa tukiwaambieni kwamba ogopa sana magonjwa haya ya ini na figo hata kuliko ukimwi. Kwa nini? Kwa sababu madhara yake ni makubwa sana, na wengi sasa haya madhara changamoto hizi watu ziongelei, kwa kuwa tulishakariri ukimwi. Tunaona ukimwi ndio riski zaidi kuliko hata magonjwa haya ya ini na figo. Sasa kumbuka, unapokunywa au unapomeza Panadol, jua kwamba Panadol inaenda kufunguliwa kwenye ini moja kwa moja, na inavyoenda kufunguliwa kwenye ini moja kwa moja inaenda kutolewa na nini? Na figo. Sasa just imagine kwamba wewe una changamoto kwenye ini, lakini pia una changamoto kwenye figo. Unafikiria nini kitakachotokea? Kitakachotokea ni kuendelea kujipa mzigo mkubwa, lakini kufanya changamoto yako iweze kuwa kubwa na maumivu yaweze kuzidi mara mbili. Ndio maana pia hata watu wangu ambao tuko nao kwenye program yenye changamoto ya ini na figo, nimekuwa nikiwakataza sana kutumia kitu kinaitwa Panadol. Ni kwa nini? Ni kwa sababu inaongeza madhara makubwa kwa wale ambao tayari wanakuwa na changamoto hiyo. Hilo ni kundi namba moja ambalo utakiwi kutumia kabisa Panadol, regardless kuna maelekezo maalum utakuwa umeweza kupatiwa. Lakini kundi namba mbili ambalo utakiwi ni wale ambao wenzangu na mimi, wale wanaopiga kamnyweso, yani ambao ile bia ikikatiza tu wewe upo, yani ikipita kinywaji chochote, yani pombe aina yoyote, yani wewe unaishona moja kwa moja. Ndugu yangu, kama upo kwenye unakunywa pombe, ndugu yangu, hatari sana, usipendelee sana kutumia Panadol. Sisi tutakupangia lifestyle gani utumie, lakini tunakushauri usipende kutumia Panadol, kwa sababu unapokunywa pombe, just imagine unakunywa pombe alafu plus kitu kinaitwa Panadol. Nini unachotengeneza? Unatengeneza madhara makubwa sana kwenye upande wa ini, na unapoanza kuizuru ini moja kwa moja na figo lazima itazulika. Kwa hiyo moja kwa moja figo ikishazulika, basi moja kwa moja ini haliko salama, figo haiko salama. Ndio maana tumekuwa tukiwaambieni kwamba unapokuwa unatumia pombe, basi hakikisha baadhi ya vitu usiweze kutumia. Lakini kundi jingine ni lile ambalo mtu homa imepanda, yuko nyumbani, solution ni Panadol, kwa sababu sasa hivi kila mtu ni daktari, anaweza katoa msaada wa kiafya. Mtu amepanda, homa imepanda, basi mpe Panadol, na kweli huyo mtu anapewa Panadol, anakunywa. Ndugu yangu, hii ni zaidi ya hatari. Hii ni zaidi ya hatari. Ndio maana hata hospitalini kukupa Panadol kutuliza homa, lakini lazima upewe pia dawa ya kuondoa hata bakteria ambayo anakuepo. Na kwa nini homa? Kwa nini mtu anapandisha homa? Na wengi sana hawajui kwa nini homa inapanda. Homa inapanda ina maana inakupa ni saini mojawapo ya kuonesha kwamba kuna kitu ndani ya mwili wako hakiko sawa. Ndio maana kuna maambukizi, kuna bakteria ambao wanakushambulia. Kwa hiyo unaona homa, mwili homa inapanda ili ongeze joto la mwili kupambana na yule. Lakini linapopanda tu, wewe unatumia Panadol, unalituliza. Na unapolituliza utafuti suluhisho, utafuti labda chanzo cha tatizo ni nini. Ndugu yangu, unajua unachokitengeneza ni nini. Yani kwa maelekezo hapo, ina maana unaendelea kufanya mwili wako ambao ulikuwa unapambana na hayo bakteria uache na bakteria endelee kusurvive. Ndio maana hata hospitalini baada ya kukupa Panadol lazima wachunguze ni changamoto gani uko nayo. Maybe ni malaria, maybe inaweza ikawa UTI na changamoto nyingine ya kiafya. Kwa hiyo ogopa sana kutumia hichi kitu ukiwa nyumbani, ni hatari kwa afya yako. Hizo ukitumia ukiwa nyumbani kutuliza, hakikisha unaenda hospitalini uendelee kutafuta, kwa sababu automatically ukiwa na homa ukinywa Panadol lazima homa ishuke tu. Haijalishi una changamoto gani. Sasa huenda una malaria, huenda una UTI, huenda una changamoto nyingine ya kiafya, mwili umekuja kupambana, wewe usipambane. Just imagine, hiyo ni changamoto kubwa
kwa kiafya. Lakini kundi jingine ambalo hatakiwi kutumia kabisa Panadol ni vijana. Na vijana sasa hivi pia tunajitibu sasa hivi. Ukipata maumivu kidogo, kichwa kikagonga kidogo, hebu nipe Panadol kwanza, hapo siko vizuri. Lakini pia baada ya kufahamu kwamba inabidi tutafute chanzo cha tatizo, kwa nini kichwa kinagonga, kwa nini napata maumivu, kwa sababu na wengine unapata maumivu labda haunywi maji ya kutosha. Wengine wanapata maumivu kwa sababu labda damu imepungua, maumivu ya kichwa, maumivu ya viungo, umeumia. Sasa wengi hatutafuti chanzo cha tatizo, tunasolve matokeo ya matatizo. Unakuta anakuambia basi ngoja nitumie Panadol. Kisha tumia Panadol, unajua moto ambao utatokea. Moto utawaka, ina maana utaendelea kulilea tatizo kwa muda mrefu. Ndio maana sasa hivi tuna changamoto nyingi tunaziita lile ni tatizo sugu. Ule ni ugonjwa sugu. Ni kwa nini? Kwa sababu sisi ndo tumeutengeneza kuwa sugu. Hakuna ugonjwa sugu ambao hautengenezwi. Kwa kutumia Panadol unaendelea kutunza ugonjwa sugu. Baada ya kufuatilia, ndio maana tumekuwa tukisema kwamba unapopata maumivu yoyote, hebu waza kabisa kwamba labda chanzo ni nini kinachosababisha hivi. Unauma, una kichwa kinagonga, unakunywa maji ya kutosha? Haunywi maji ya kutosha. Sasa Panadol ni za nini? Kwa hiyo ndio maana unatengeneza usugu wa magonjwa. Lakini pia kundi la mwisho ni wajawazito. Wajawazito nimeshalielezea vizuri kwenye clip ambazo zimepita, tumeelezea. Ndio maana wale wajawazito tumekuwa tukisema kwamba kwenye miezi mitatu ya kwanza mara nyingi unakuwa wanapata complication nyingi. Unakuta tumia Panadol, na Panadol imekuwa ni chanzo kimoja hapo kinachoathiri mtoto anayezaliwa. Sasa hivi tuna changamoto inaitwa usonji. Usonji nadhani wamama wajawazito wanafahamu. Usonji, mtoto aeleweke, anakuwa juu kama chizi. Mawasiliano hamna, hakuweza kuinteract na jamii hamna. Inatokana na nini? Inatokana na matumizi ya Panadol bila kuwa na ushauri. Ndugu yangu, kama utakuwa na changamoto yoyote, basi weza kuhakikisha unafuatilia chanzo cha tatizo ni nini. Usiendelee kutumia tu madawa bila kufuata utaratibu. Basi usisahau kusubscribe ili wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu apate kukubariki.